Agenda hii ni ya kuja kukabidhi ofisi ya machinga, na ambayo ninyi ndani ya ofisi ile pia mmeweka wenzetu wa bodaboda. Kwa hiyo bodaboda kama alivyosema Lusinde, bodaboda na machinga ni mama moja baba moja. Mwingine anaweza kusema babalisha na malishe ni mama moja baba moja. Lakini hoja iliyozungumzwa ni kwamba Dar es Salaam ni mkoa wa kibiashara, hauna shamba. Maana yake ni kwamba shamba letu ni pikipiki, shamba letu ni biashara. Kwa hiyo jambo la kwanza, tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kujenga ofisi ya machinga mkoa. Sambamba na hilo, mkuu wa wilaya ya Kinondoni namba maelekezo tena ya dhati kabisa, akamweleze mkurugenzi wa Kinondoni kuweka haraka furniture kwenye ofisi ile mara moja, anzeni kufanyia kazi. Lakini pia nimshukuru mkuu wa wilaya kwamba wataweka na kompyuta pale, kompyuta zikakae na biashara za watu ziwe monitored ili kazi ifanyike vizuri. Ndugu zangu wana Dar es Salaam na ndugu zangu machinga na ndugu zangu bodaboda, siku zote huwa nasisitiza, mimi napenda watu wanaofanya kazi. Simpendi mtu yoyote aliyewekeza kwenye maneno. Mtu aliyewekeza kwenye porojo, huyo hawezi kuwa rafiki yangu hata siku moja. Hata ungekuja ofisini kutaka kuniona, hutaniona. Kwa sababu nataka mtu anayefanya kazi. Mkiwekeza kwenye maneno ya kusifu halafu mfanye kazi, mkoa wetu utarudi nyuma. Mkoa huu, unajua Chalamila wewe bonge ya mtu safi, mtu ya watu ya Kongo, kafanye kazi. Rais Samia oye! Rais Samia anachokihitaji sio sifa kwake. Kwa hiyo leo Rais Samia hatafurahi tu kuona ofisi ya machinga imejengwa. Atafurahi kuona ofisi imeleta tija na imeleta mabadiliko makubwa kwa wafanyabiashara wadogo wadogo, kwa sababu ya msingi wa kuwa na ofisi. Kwa hiyo hicho sio kusema rais umejenga barabara, hongera barabara rais. Wewe kama Dar es Salaam umetumiaje fursa ya barabara kujigeuza kiuchumi? Rais hongera umeleta umeme. Wewe kama Mtanzania umetumiaje fursa ya umeme kubadilisha maisha yako? Kwa hiyo kuna muda unaposifu lazima ungeuze pia sifa ile ibebe jukumu lako wewe. Haya majumba haya mnayaona haya, hizi kota za Magomeni zimejengwa. Maelekezo yakasema ndani ya miaka 5 ya kwanza baada ya majengo kukamilika, watu watakaa kama wapangaji wanunuzi. Yaani unakaa miaka 5 hiyo, halafu unaendelea kujiipia kaela kako, halafu jengo hilo linakuwa la kwako kwa miaka hiyo 5, sio kwa miaka mingapi. Kuna nyumba 640 na. Lakini ndugu zangu, huko ndani ukienda, migogoro kila kukicha. Hela ya takataka sina, hela ya maji sina, hela ya hivi sina. Lakini pia kwenye hizo nyumba ukienda leo, tumetoa mikataba. Katika 600 na waliobeba mikataba wako 500 na waliorudisha mikataba ikiwa safi iko 100 na. Kilichobaki chote ni malalamiko, ni manunguniko, ni malalamiko. Basi unajiuliza, huyu binadamu anataka rudi kule alikokuwa kwenye vile vibanda. Sasa sikiliza mtu atibie. Mimi si ndio mkuu wa mkoa, natoa mwezi mmoja. Mtu yoyote ambaye hatajaza mkataba na hatarudisha mkataba, nitatinga hapa mimi kama mkuu wa mkoa. Haya ndio nayowaambia kwamba mkoa wetu tukisimama katika sheria na taratibu, kila mmoja akajitambua, mkoa wetu utaenda mbele. Lakini kwa sababu tunapenda kujichelewesha wenyewe, mambo makubwa yanaweza pia kuchelewa. Kwa hoja yangu ya msingi ilikuwa, hata kama serikali itaweka kipaumbele cha wewe kutibiwa bure, unapopata pesa lazima uiwekeze kwenye vitu vya msingi, uondokane na vitu visivyo vya msingi.
kwa sababu ndio utakuwa iunga mkono serikali. Kuiunga mkono serikali sio lazima utoe uipe pesa yenyewe. Ni pamoja na kusema serikali, nimejitambua kiasi cha kutosha, mwanangu atakula shuleni. Nimejitambua kiasi cha kutosha, nitamnyonyesha mtoto miezi 6. Nimejitambua kiasi cha kutosha, sitamtelekeza mtoto. Nimejitambua kiasi cha kutosha, nitalea familia yangu. Lakini leo mimi nimewaambia watu waniandikie proposal. Hii mambo hata kama dini na kuruhusu kuoa mke zaidi ya mmoja, tumesema hii kitu hapana. Tunasema sasa hivi lazima kama mnataka kuongeza mke atupe bank statement tuone ana mapato gani. Bank statement hii ipeleke kwa shehe. Mwenyekiti wa serikali za mtaa atuthibitishie huyu mtu anafanya nini. Kwa sababu nisikilizeni, kuzaa watoto ni kweli faida, ambao walimu wakiomba mchango wa chakula wanakuja juu hawataki kutoa. Wanasema mimi ni maskini. Mwisho tunazalisha taifa lenye vibaka walioshindwa kulelewa. Kwa hiyo kuoa mke zaidi ya mmoja tunapaswa tujue bank statement. Unafanya biashara gani? Unafanya kazi gani? Si unakuja unanyoa tu vindevu unajiita sharobalo unaoa mke zaidi ya mmoja. Sema Dar es Salaam ni ya kazi. Dar es Salaam ni ya nini jamani? Sio ya show, ni ya kazi. Sio ya mambo ya kuonekana, ni ya kazi. Na nyinyi akina mama wakati bwana mnadanganyika, mtu anakuja smart amenyoa tu mustache, kavaa gold hapa kaazima nyumba ya pili kakodi. Mimi mnaniona na gold hapa sisi. Lakini sio kwamba sijanunua, ni kwa sababu ya ushamba. Lakini tunapaswa kama Dar es Salaam tuifanye kuwa ni mkoa maalum. Watu unamjua wanaingia Dar es Salaam anaanza kulalamika kwa jambo dogo tu. Lakini nataka niwaambie, Dar es Salaam ina mfumo tofauti wa maisha. Hapa ndio mahali ambapo jana watu tumewaambia kucha za kuku zinauzwa. Magamba ya miguu ya kuku yanauzwa. Miguu ya kuku inauzwa. Manyoya ya kuku yanauzwa. Kinyesi cha kuku kinauzwa. Macho na shingo na vichwa vyote vinauzwa. Ukiona huo mkoa kila kitu kinauzwa, jipange kuishi. Kule kijijini unaweza kaenda mahali naomba mbolea nikapande huwa, chukua baba. Hapa mjini hamna mbolea atakupa. Anakuambia nimepata kwenye kilo 2, unahitaji ngapi? Ya kuku, ya mbuzi, ya kondoo. Akwambia mimi nahitaji si ya kuku 500 kilo moja. Kule kijijini bwana samani na kiu naombeni maji hapo jamani. Hapa maji unahitaji shilingi ngapi? Yapo ya 500, 600, 1000. Ipi baba? Hapa ni kila kitu.